Bajaza, kuna taarifa ambazo nimezipata na sio taarifa mzuri. Sasa hivi mdogo wangu, watu wakihitaji mziki wangu na wapandishia bei, si ndio? Bro, hizo habari mbona za uongo umezipata wapi? Siku zote watu watakunyima chakula, lakini hawawezi kukunyima maneno. Yaani baada ya 50,000 sasa unatajia watu mziki 200,000. Lengo lako ni nini? Mimi nikose pesa, si ndio? Sasa blaza, 200,000, yaani kutoka 50,000 hadi 200,000. Mimi mbona sifanye hicho kitu blaza? Na alikwambia nani? Nisikilize. Taarifa zako nimezipata. Nilikutana na Nunu njiani. Ameniambia kwa alikufuata wewe kuhitaji mziki. Badala ya 50,000 unaenda kumwambia 200,000. Ina maana unahitaji upate pesa nyingi kuliko mimi bosi wako. Huyo mtu mimi nilikutana naye. Lakini katika mangozi yetu tuliongea, sijamwambia 200,000. Nilimwambia 60,000. Ili nikipata ile 60,000, mimi nikikupa 50,000 mimi nitabaki na 10,000 bosi wangu. Hawezi kunidanganya. Sawa? Alafu yule sio chizi. Yaani kwa nini umwambie 50,000 afaje kuniambia kwamba ulimwambia 200,000? Nisikilize. Kuanzia sasa hivi sitaji kufanya kazi na wewe. Na kuachisha kazi. Yaani siwezi kabisa kufanya kazi na vijana wenye tamaa. Yaani unataka upate pesa nyingi kuliko mimi bosi wako. Sasa ukisema unifukuze bosi, mimi naenda wapi? Na hali yangu fika unaijua. Mimi nitakuwa mgeni wa nani? Alafu wao watakubanisha mimi na wewe. Washaona ndogo Bajaza sasa hivi nimenyoka. Nipo kwenye mstari. Kila mtu ananijua mtaani hapa. Hivyo tu, lakini mimi sina hiyo michongo. Tamaa. Bajaza, acha janja. Sawa, hii ni kazi. Na ni kazi ambayo nanipatia pesa. Hivyo ukileta tamaa zako na nikosha mimi pesa. Nakupa last chance. Hii ni nafasi ya mwisho. Ukizingua tena sina huruma na wewe. Maana siku zote huruma sio malezi. Sawa, mimi nimekuelewa. Okay. Nilishaongea na Nunu. Hivyo shughuli yake na wiki 2 mbele ijayo. Nahitaji uende ukamfanyie kazi ya maana. Kama unavyonijua. Mimi sasa hivi na midude. Na sasa hivi nacheza kabisa. Na mipande mzee wangu. Yaani nikitoka katika DJ nasimama katika kuimba mwenyewe na na dance mwenyewe sasa hivi. Kwa hiyo mdogo wangu Bajaza, kuimba wewe. DJ wewe. Na kukatika wewe. Ni talenti yangu. Haya. Salama kanyola walai. Safi sana. Hivi wewe Chaupele, unaanzaje kuondoka nyumbani kwangu bila mimi kukupa ruksa? Usichokijua, wewe ndio funguo ya uchawi wangu. Lambwe. Kisokolo kwinyo wewe. Karibu udugu wangu. Tajiri wewe. Ndio umeniletea mchango nini? Kwa mchango gani? Na wewe shughuli yako umeninyima. Nimekunyima wapi? Mimi nilijua tu shughuli ikifika kwa kadogo, kidege posta yangu kila sehemu itafika. Sijajali yote. Yaani kama kingeko Kigoma nilikipania, nije kukikata vizuri. Tuachane na hayo. Kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu. Umefanya vizuri lakini umenikosea. Yaani ulitakiwa Zulfa ulipomuona na ustazi, utafute bonge mbakula, umchape kisawa sawa mpaka akili mkae sawa. Toba. Jipya. Nachoka mimi. Haya wewe ukafanya nini? Mpaka mimi nimpige. Kafanya nini tena? Wasu ndio umemwona Zua anatoka chumbani kwangu mimi na ustazi. Na ustazi alivyokuona wewe kaacha viatu kakimbia nduki. Toba. Mbona hatari? Haya wapi mimi nimemwona Zua na ustazi wanatoka ndani? Mbona mnataka mnitie dhambi mimi nifike mbinguni nimechoka? Wewe hizo taarifa umetoa wapi? Nimekutana na Subira njiani na kuja nyumbani kwako ndio amenipa hizo habari. Mtoto kashakuwa redio mbao. Battery man.
Wewe unamjua Subira Shegesha? Kakake hataki ana rafiki yoyote. Haya, mimi na Subira tutakutana wapi? Hebu achana nayo, kuwa serious. Umemwona Zulfa na ustazi wanatoka chumbani mwangu au hujawaona? Dada, taratibu basi. Nishakwambia mimi sijamuona. Mbona unataka kunipa ghadhabu za roho mimi Mungu anione mbaya? Yaani ni zaliliko na fezea. Nimemchamba ustazi sijambakisha. Uogopi? Umenishinda. Na wewe uache kielele. Unachoambia lazima utafutie ushahidi. Aya, umeenda kumchamba ustazi wa watu. Aya, wewe mdogo wako likimvulumbukia huko ndani, unampelekea nani? Niachege mimi. Nenda kwa wewe Subira wako. Mlipokutana mkamalizane. Mimi mnitue. Yaani fezea. Subira. Kokote alipo. Ama zake, ama zangu. Kazi anayo. Hilo la kwenu bwana. Kwa kweli nimejikaza. Leo ilikuwa kuchambwa nje mtoto wa kike naumbuka. Na huyu Subira huyu atanitambua. Mshirika mwenzangu, naona sasa umekuwa mpaka unafikia kuja kwa njia tofauti kama mnyama ama kiumbe cha ajabu. Safi sana. Zumuni langu la kukuita hapa ni kuhitaji msaada wako. Nataka unitoe katika kifungo ambacho ninacho hivi sasa, maana kinanitesa sana. Nimekuwa nikionekana usiku kama popo na muda wa mchana nimekuwa nikishinda ndani kwa sababu hili jua ambalo limekuwa likinitesa mchana. Naomba unisaidie mshirika mwenzangu ili uweze kunikomboa. Na kutegemea sana, hakuna mwingine. Usijali mshirika mwenzangu. Mimi niko bega kwa bega na wewe. Lazima nitakuponyesha. Basi sawa. Iwe kwa haraka sana ili niweze kufanya na mimi mambo yangu. Usijali. Sawa mshirika. Unaweza ukaenda. Kama mshirika mwenzangu amefikia kuja kwa hatua hii ya ajabu, basi nina imani naye anaweza kunisaidia. Haiwezekani mimi nionekane usiku tu kama popo ambao wanatafuta labda mabibo huko. Hii inaniuma sana. Huyu mzee nikibahatika kutoka, hata nijua mimi ni nani. Lambwi. Kisokolo kwinyo huyu. Sasa Kiepe, wewe umeniita hapa chumbani na unajua kabisa familia yangu ipo hapo nje. Hivi kimfano mmoja akigonga hodi akaingia akanikuta, utaonyesha picha gani hapa? Mboni, wewe ni mwanamke gani usiojali hisia za mume wako? Au unahisi ni mwanaume gani aliyekamilika akavumilia hicho kipindi ambacho kimepita? Ni muda sasa. Toka nimefika hapa sijapata haki zangu za msingi. Hebu kuwa na huruma. Onyesha huruma yako kama mwanamke. Ni changamoto nyingi sana mimi nakutana nazo kwenye familia yako. Lakini mbona najizuia? Mbona najizuia sitoke changamoto yote ambayo mimi nawe tutafanya tukwazane? Lakini mbona mamangu upo kimya? Mimi nahisia nahitaji nitimiziwe mahitaji kama mwanaume aliyekamilika. Sijui kama unasikia. Ulichokiongea ni kitu sahihi sana kwako. Mimi ndo mpenzi wako, nahitaji kukupa kila kitu ambacho unachokihitaji. Lakini naomba univumilie. Kwa muda huu bado kuna vitu naviweka sawa. Kila kitu unachotaka kutoka kwangu utakipata tena kwa wakati. Nivumilie tu. Muda. Time. Labda nikuulize tu kwamba
unaweza kumzuia tembo kunywa maji aliyokuwa na kiu. Hicho ni kitu ambacho never happen. Siwezi kuendelea kuvumilia. Sema kitu basi. Mboni, wewe ni mwanamke ambaye Kiepe, naomba unielewe basi. Muda ukifika, mimi nitakuwa hapa kwa ajili yako. okay. Fine. Fungua mlango utoke nje. Sasa mbona kama umekasirika? Kiepe, usinikasirikie basi. Sitaki kusema hajawa yanafurahisha, lakini nilichokizungumza nadhani unakielewa. Ninapokuona moyo unadunda kama ngoma ya jadi inavyogonga, tabasamu lako jua lina... Mjomba, una tabia mbaya wewe. Hata kuja kutusalimia wapwa zako mpaka ujisikie wewe ndo unakuja. Kweli mjomba? Wajomba zangu sio kama ni matupa, bali nyinyi mnajua kabisa mimi masuala yangu ni ya kielimu. Kwa hiyo serikali imekuja juu sana juu ya watoto ambao hawataki kwenda shule. Kwa hiyo tuko katika swala la kuwatafuta. Kwa hiyo nikimaliza haya maswala, ni kila Jumamosi na Jumapili nakuja kuwasalimia wajomba zangu. Haya. Kwa sasa saizi hapa niko peke yangu. Mimi nipo kwa damu kubwa. Kuna mambo yalitokea sintofahamu, akaenda huko. Na kingine mjomba, naomba nisaidie hela niweze kufanya biashara. Sasa kwa hiyo unataka nikusaidie kulipa deni au unataka nikupe pesa ufanye mtaji? Mimi nisaidie tu pesa ya mtaji. Sawa, nitakupa pesa ya mtaji. Lakini hakikisha nitapokupa tu pesa hii, basi moja kwa moja uanze kufanya biashara. Pesa ikae ndani. Na endapo kama akitokea mtu anayekudai, usijaribu kumpa hiyo pesa yako ya mtaji. Utajifelisha. Sawa, nimekuelewa, asante. Haya, mdaiwa afungwi. Mimi nakwenda. Haya basi nikutoe. Nitashukuru. Mkaka vipi? Mbona kuingia ndani kwa watu kwanza kuchukua maredio? Kupiga kelele za mwizi hapa? Afu si mtu mzima kabisa wewe. Kijana mzuri handsome lakini unataka kwanza kuwa mwizi. Vipi babu? Mbona sikuelewi? Pigo gani? Zafu mchana kwa jua linawaka. Wewe sikia wewe tumbo. Nishakuelekeza habari za wanaume sio unafuatilia kabisa yani. Mimi hapa nimekuja na roho nyingine, nimekuja kufanya kazi hapa, sija kuongea pampo kama nilivyokuja. Nishakuelekeza wanaume wako katika harakati zao sio unaingilia. Ukiendelea kuongea ushanta hapa nabadilisha zoezi na kuvutia ukape na kucharanga. Sasa hivi mtani kwako unapageuza bucha hapa. Changa nikuonesha kama wewe mwanaume kweli. Vuta hapa. Vuta, sio unajua kuchonga baridi, vuta hapa uchonge. Sikia nikuelekeze. Dada zako mimi kaniletea upagalo. Kagoma kunipa mali zangu si baridi. Mimi nimekuja kuchukua sabufa naenda kusukuma. Na akija muelekeze. Sasa ule wako na upige kelele hapo, ukipiga kelele na badilisha zoezi naondoka na mkono. Tulia hivyo hivyo kishtobe.
Ula hapo uchonge. Dada, naomba nisamehe. Dunia imenifunza. Naomba nirudi nyumbani. Usijali mdogo wangu Stani. Usijali. Yaani mimi dada yako sina kinyongo na wewe kabisa. Imradi tu unafurahi umerudi nyumbani. Sawa mdogo wangu? Stani. 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 Machozi yamekuwa mto wa safari, kila usiku, kila asubuhi najiuliza, mbona njia ni giza, majibu yamejificha, moyo wangu unalia. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, habari? Alhamdulillah. Naona sivi furahi pakubwa sana. Maana hata mwili tu wenyewe unajionyesha umeanza kunenepa na kurejea kwenye hali yako yenye kawaida. Namshukuru Mungu kiukweli. Kukaa sawa mpaka hapa nilipo. Nimetoka huko nikasema nije niwaone mnaendeleaje, maana tujaonana muda mrefu. Mashaallah. Yaani umefanya jambo la kheri sana. Hata Mtume anasema yeyote yule mwenye kumfikiria ndugu yake yeyote katika Uislamu analipwa thawabu na Allah. Kwa hujakosea ndugu wangu. Vipi rafiki yangu yupo na yeye nimsalimie? Rafiki yako? Mkeo. Mke wangu kaenda madrasa. Kaenda kudurusu na wenzake. Unajua kila siku lazima uingize kitu kipya. Jambo la heri. Ndio. Vipi kuhusu swala? Una swali kweli? Na swali. Mashaallah. Unajua mdomo una tabia kumridhisha mtu, ila nafsi ndio inasema. Kama ni kweli, Allah kufanyia wepesi. Amina. Ilitakiwa nije na zawadi zako, lakini nimesahau nyumbani nilipokuwa ninatoka. Itabidi nikuletee wakati mwingine. Sawa. Unajua kusahau limeombwa na Allah. Kwa hiyo usijali. Usijali kwa kuwa mathalani nipo muda wote karibu. Inshallah. Basi mimi nakukimbia. Mimi nikwambia tu karibu. Kwa heri. Inshallah. Mimi niendelee kudurusu hapo. Naona unayatendea haki macho na kuchangamsha ubongo. Siku moja sio mbaya. Sasa mjomba, kuna taarifa nahitaji kukujuza. Ni kuhusiana na dada yako. Niliwasiliana naye kwenye simu akaniambia yeye muda wowote anajiandaa kurudi hapa nyumbani kwa kutoka huko masomoni kwake chuo. Hivyo nikaona si vema kwamba aje hapa aje ghafla bila kukufahamisha. Naona kipindi hiki kina neema ya wageni. Mimi nimtakie tu safari njema, afike salama, nipo nitampokea. Sawa. Ila nikusii kitu kimoja. Nadhani mnafahamu nyinyi mkikutana wewe na dada yako mna tabu zenu. Na hapa nyumbani kwa sasa tuna mgeni. Kwa hiyo mjichunge sana tusije tukatiana aibu. Kwa upande wangu mimi mjomba, nikuahidi nitakuwa sawa naye.
na hata Dasima ndani nitamueleza kuhusu ujio wa huyo mgeni. Haya, endelea na taratibu yako kuangalia TV. Janangu, hapa ndo inahusika na safari yote ambayo tutotokea kule, hapa ndo mwisho wake. Na tushukuru leo mali asili hakuna, yani hali imetulia kabisa. Kwa hiyo bila kupoteza muda tufanye kilichotuleta. Mimi naona sawa Mshua. Kutokana tushafika eneo la tukio, tufanye kazi, tuondoke. Tuzime hisia, tuashie akili. Jambo la chap chap. Au unasemaje mzee? Boss, mbona una vijiti vinne hapa? Sio uchawi huo. Sio bomu likaja tukabutuka hapo juu. Hii ni alama niliweka ili nisipoteze kumbukumbu. Kwa nina amani. Basi naomba mfanye hiyo kazi. Niko pale na wasubiri. Magambo, sio stori zetu. Hatukuja kuburuza, tunanyanyua. Aya, kama unavyoona, sawa. Mgonjwa wako, umeelewa? Jeraha lilonalo ni dogo tu, sio sana. Niseme alianguka tu kwa kiasi kidogo. Japo sasa hapo utakavyoenda naye nyumbani tu hapo ni kumwangalia tu namna ya umakini wake, sababu unajua atakaa sawa muda sio mrefu. Umeona? Japo tunatakiwa tu kuwa makini, anakutana na reaction kama hizo, anaweza kaanguka vibaya, akajigonga, awe makini sana maeneo ya visogoni, umeelewa? Kwa hapo sitampatia tu niseme dawa za maumivu ambazo atazitumia, sawa? Zitaenda kumsaidia, ila naamini atakuwa sawa. Kwa hiyo hapa dawa nitampatia hii hapa, dawa ya maumivu makali, sawa? Ataenda kumeza kimoja kila siku. Naamini atarudi sawa kabisa, ila awe makini. Yaani watu wanakupiga na kutoa nyongo. Hapa kimoja kila siku, sawa? Kwa uwe makini, umeelewa? Ngoja kwanza dokta. Na maana mbona nyinyi mnakuwa korofi hivyo Hapo mmeandika kutwa mara 3, sivyo? Kwani hata usingeandika kwamba mgonjwa atakiwa apate kutwa mara 3 hata supu hivi au atakiwa apate na vindizi kutwa mara 3 na mchanganyiko na utumbo na vichapati viwili hapo kama mama gengeni hapo kilo lile Kwani mnaandika dozi mimi bila kula? Siwezi mimi kumeza madawa bila chipsi. Simezi. Kata, tanonea huduma. Siwezi. Daktari, labda nikwambie tu kitu kimoja kwamba haya ambayo nimezungumza nitayasimamia vizuri na lazima atameza hizo dawa kabisa kwa wakati. Na kingine nitamwangalia kwa sababu ni jirani yangu, ni mpangaji mwenzangu na kanae nyumba moja. Kwa hiyo lazima nitamwangalia kwa umakini. Naomba hizo dawa. Alafu na kitu kingine kipe.
Jua hapa ni kwa watu. Sio kwamba tuko nyumbani. Kuna sehemu nyingine utaki kuongea sana. Alafu usitoshe wewe ni mgonjwa unaumwa hapo ulipo. Ukiongea sana kichwa kitauma. Utakuja kupasuka kichwa siku moja kudadeki zako na wewe. Nataka na mimi naanza kuongea vya ndani hapo. Chamba yako crazy man wewe. Sasa daktari, acha sisi tuondoke. Sawa, hamna shida. Na kuhusu chips nitakununulia. Ila uzingatie dawa. Hapo utakuwa umetisha. Kwa nini najua tu ulishaikuwa na mtoto kama mimi. Kwa hiyo huduma ni nzuri. Yako kamelegea. Kwa ameanza kunionea hizo chips na nunuliwa. Endelee tukata. Kaka Obi. Na mazungumzo na wewe. Nakusikiliza. Hivi kaka, kwani mimi kila ninachokwambia kakangu nielewi? Yaani kila ninachokuelekeza kangu, yani tutaki kunisikiza mtoto mdogo wako. Mara ya kwanza nilikwambia kuna mtu kaja hapa nyumbani, kaita fujo. Kaongea kabwata. Asipasi kuna mishe mmefanya, sijui na Diana sijui hela yake hujampa na nini. Sasa leo nimekaa huko ndani, kaja moja kwa moja kwa Mzaa TV. Kachukua redio, anataka ondeke nao, anambia mbona unaingia watu upige hodi? Kachoma panga anataka kunchalanga, nikasema aka. Ngoja nikae pembeni kabisa. Nisije nikakatoa mapanga mimi sasa hivi mtoto wa watu. Asa kwa naomba hapo unieleze kila kitu. Nataka nijue hichi kinachoendelea ambacho mimi sikielewi. Hicho ambacho umekiongea uko sahihi kabisa, wala hujakosea. Maana alichokifanya ni kitendo kibaya sana. Ila huko nilikotoka kuna vitu vimenivuruga. Kwa nahitaji niingie ndani nipumzike. Obi wadudu oili chafu macho juu ya macho. Nitamalizana naye huyo kijana unayemzungumzia hapa kwa sababu mimi na mudu hawezi kunishindwa kwa kitu chochote kile. Yaani kama umevuruga hata mimi ndo nimechanganya vile vile. Kaka Obi, yani nataka uniambie kila kitu. Tu zedi maana ndugu yangu sikuelewi. Unatoka nyumbani, unarudi usiku. Hadi mishe zako za hivi tu. Za hivi tu. Sikuelewi unafanya mishe gani? Yaani kwa hili silifumbi macho. Ipo siku watu watajua kuuza na hii nyumba na mimi nipo huko ndani, niko oziwamo. Afu ukachukua ile poa poa tu yani. Kati ya mimi na wewe, nani mwanaume hapa? Wewe. Sasa niache mimi nikapumzike. Hivi kaka Obi, una nini kwani? Ani kwamba hapa ninavyoongea mimi nachekesha au sio? Nabwata hapa yani. Unasemaje wewe? Kama ulivyosikia. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, nani atasimama wakati upepo una